Karibuni wote kwenye ukurasa wetu kwenye platform channel yetu pendwa ya wana mapinduzi wa Afrika. Awali ya yote ni wasalimu, niseme amani ya Mungu iwe pamoja na kila mtu yoyote ambaye anayetusikia na kutusikiliza kwenye lugha hii ya Kiswahili. Japokuwa wengi wa watu ambaye hizi taarifa zinakuwa zinatakiwa ziende kwao, huwa wengi wao hawasikii Kiswahili wala hawajui kuzungumza Kiswahili. Ndio hivyo tena, hata sisi unajua mambo mengine huwa kidogo anakuwa hayako sawa. Sema awali ya yote tunaomba watu mfanye subscribe kwenye channel yetu ya wana mapinduzi wa Afrika, ili endapo tutakapotengeneza content, tutakapokuja na update, tutakapokuja na mapya, breaking news, muwe wa kwanza kuzipata kwa haraka, kwa sababu sasa hivi mambo anaenda moto, anaenda mbio, anaenda moto, anakuwa moto, anaenda mbio kabisa, kwa sababu mambo mengi sasa hivi dunia inakoelekea inaonekana kwamba kuna vitu ambavyo si sawa, kuna vitu ambavyo inatakiwa kila mtu awe anavifahamu, haswa kwenye siasa. Hizi siasa zinazoendelea kwenye bara letu la Afrika, kuna mambo mengi, kuna system, kuna mfumo ambayo tumeingiziwa kutoka miaka 50 iliyopita mpaka sasa hivi bado watu hawajaelewa kitu kinachoendelea ni kitu gani. Basi endelea kuwa nasi kwenye huu kurasa wetu, hii channel yetu. Hii hapa ni Mwana Mapinduzi wa Afrika kwa Kiswahili. Unatupata pia kwa Facebook, unatupata TikTok Mwana Mapinduzi wa Afrika, unatupata Instagram, unatupata sehemu yoyote, pote tunapatikana Mwana Mapinduzi wa Afrika. Leo tunakuja kwenye hili swala la kujiuzuru kwa huyu Dr. Nchimbi Emmanuel, makamu wa rais wa Tanzania. Watu wengi huwa hata wachambuzi, nilipokuwa nasikiliza waliyechambua kwenye BBC, tulipokuwa tunasikiliza kwenye platform mbalimbali, huwa hawajui kitu kinachoendelea kwa sasa hivi ni kitu gani. Tunachotaka kuwajulisha Watanzania pia na watu ambaye mnayesikia Kiswahili, either ukiwa Mtanzania, ukiwa ni Mkenya, ukiwa ni Mganda, ukiwa ni Burundi, Mnyarwanda, Malawi, mwana Msumbiji, wale watu wote ambaye mnayeweza kusikia na kuongea Kiswahili, japokuwa hata mnaelewa tu, inabidi ijulikane kwamba hizi vita, huku kujiuzuru kwa huyu makamu wa rais Dr. Nchimbi Emmanuel wa Tanzania ni historia ndefu, japokuwa tu watu wanachukulia poa, watu vichukulia kiufupi tu. Wakiona jambo limetokea wanafikiria kwamba ni mambo ya Tanzania, wanafikiria kwamba ni mambo ya Mbeya sijui wapi. Lakini tunachoomba watu muwe mnafuatilia, muwe mnachimba kwa kina, muwe mnafuatilia kweli kweli wapi vimetoka, wapi hii issue imetokea wapi. Hii issue ya Dr. Nchimbi kujiuzuru ni mfumo Nyerere aliyoacha. Sema tu watu hawapendi kusikia. Ukiwa unazungumzia ukweli, watu wengi wanakuambia, wanazungumza, wana comment, wanasema kwamba huyu chawa tu hajui lolote. Lakini kama wenzetu wanavyopenda kuzungumza, inabidi haya mambo tuyaangalie kwa kina kabisa, kwa sababu huyu mfumo ulitengenezwa zamani. Sema tu, na hapa kinachotafutwa sio kwamba inatafutwa Tanzania. Hapa inayotafutwa ni Afrika yote nzima kwa ujumla, mpaka yote irudi kuwa ndani chini ya ulinzi, chini ya ukoloni.
na natoa tahadhari sasa hivi kwa wale watu ambao wote wanaisikia Kiswahili, wanaelewa, wanaweza kujitetea. Kuweni makini sana, kuweni makini sana. Hii ni ajenda ambayo sio ya leo. Hiki kinachotokea Tanzania sio kwamba kinaitafuta Tanzania. Hiki kinachotokea Tanzania kinaitafuta Afrika nzima kwa ujumla, kinaitafuta Afrika Mashariki, kinaitafuta Afrika ya Kusini, kinaitafuta Namibia, kinaitafuta Burkina Faso, kinaitafuta Nigeria, japokuwa Nigeria wanayo, au Kameruni wanayo, Uganda wanayo, Kenya wanayo sasa hivi, Rwanda wanayo. Hiki kinachotokea Tanzania kinaitafuta Burundi, kinaitafuta Congo DRC, kama vile walivyo feri kuendelea kutawala kwa sababu walikuwa wamempachika kibaraka wao Joseph Kabila. Ikaja kugundulika baadaye kwamba mambo yamekuwa magumu, wakongomani na wenyewe wamefungua macho, ikabidi wafanyeje? Ikabidi wafanye kutokea uchaguzi. Akatokea huyu jamaa anayeongoza sasa hivi, ikaonekana kwamba kuna aina ya mikataba mingine aliipiga pini. Sasa baada ya kuipiga pini, japokuwa mtu wao ndo aliyekuwa amesaini hiyo mikataba, ikaonekana kwamba sponsor uweze kusponsor wanamgambo, wakawapachika jina la M23 na wakaisponsor Rwanda, kwa sababu Rwanda ndio iliyokuwa imemweka madarakani huyu Joseph Kabila. Na Rwanda mnajua aliyemweka pale Paul Kagame ni Yoweri Kaguta Museveni, na Museveni aliwekwa pale na Julius Kambarage Nyerere, japokuwa watu wengi huwa wanafikiria kwamba Uganda ya Idi Amin ilikuwa imevamia Tanzania. Sasa hapa tunazungumzia kujiuzuru hivyo. Hii taarifa ya historia na ajenda iliyopangwa kuhusu Afrika nzima, hususan kuanzia kwenye Afrika Mashariki, tutakuja tuichimbe kwa kina, tutakuja tuelezee, kila mtu ajue kinachoendelea ni kitu gani. Leo tuko kwenye hii habari ya Dr. Nchimbi kujiuzuru. Watu wanafikiria kwamba Dr. Nchimbi kajiuzuru tu, lakini wengi wao walikuwa wanasikia speech alivyokuwa anahutubia umma, alipokuwa anakaa stejini, mambo aliyokuwa anazungumza. Kama juzi kati hivi tulisikia anazungumza kwamba wakimuomba ushauri, ikiwa ni raia, atawashauri kwamba wapigane, wapambane kabisa, waipate katiba mpya. Kwani hiyo katiba inamaanisha nini? Hiyo katiba inazungumza nini? Hiyo katiba ambayo ilipangwa na Nyerere, kipindi enzi za Nyerere, sasa hivi ndo wameiona dhaifu kwa sababu mama ndo amekuwa kwenye urais. Sasa kuna kitu kimejificha hapa nyuma kwa Dr. Nchimbi, na ajenda yake na mpango wake aliyempa deal ya kuanza kuongea tofauti na kupigana vita na rais wake na bosi wake, ni kwamba alikuwa amepewa deal ya kuigawa CCM. Alikuwa amepewa deal ya kupiga mpasuko ili CCM ipigwe mpasuko, kwa sababu walipojaribu 29 Oktoba kipindi cha uchaguzi walifeli, kwa sababu CCM waliikuta imejipanga kweli kweli, ilikuwa imejipanga kabisa, ilikuwa imejipanga kwa sababu walikuwa wanajua mpango uliopo ni mpango gani. Sasa ngoja tuishie hapa, tusije tukamaliza sasa hivi, lakini taarifa ziliopo ni kwamba huyu Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa amelipwa, alikuwa amepewa kifurushi, na kuna wengine ndani ya CCM bado tunafanyia utafiti, bado tunachimba kwa kina ili tuje tukawajue ambaye wamepewa vifurushi ndani ya CCM, ili waje wakafanye mpasuko kwenye chama cha CCM, baadaye
atokee mtu ambaye atakaye kuja kumtoa mama, japokuwa kwa kuwa watakuwa wamesha ipasua CCM iwe vipande viwili. Sasa endelee kuwa nasi, fuatilieni kila tutakapoweka update, tutakuwa tunawajulisha. Hapa ni Mwana Afrika Mapinduzi. Subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification tunapoweka breaking news kwenye ukurasa wetu wa Wanamapinduzi wa Afrika. Sasa tutakuja kuwajulisha baadaye waliyekuwa na Dr. Nchimbi, kwa sababu mambo yamekuwa mambo sasa hivi. Sasa hivi ukweli umesha kuja nje, ukweli umesha fichuka. Vilivyokuwa viko kwenye vibano sasa hivi vimesha kuwa hadharani. Sasa kwa hiyo atakayetaka ukweli, kujua ukweli kinachoendelea kwenye siasa na uzalendo, atufuatilie hapa kwenye ukurasa wetu wa Wanamapinduzi wa Afrika. Mtakuja kujua mengi na ukweli ambao wanasiasa wengi waliopita nyuma, kuanzia nchi zianze kupata uhuru mwaka 1962 mpaka 26, mtakuja kuyajua mpaka yaliyotokea kipindi cha 1886 na 7 mpaka na 920. Wote tutakuja kuwaelezea kila kitu kinachoendelea, ukweli halisi, kwa sababu tumeshajipanga, tumeshajua ukweli uliopo. Sasa endelee kuwa nasi. Asante sana. Subscribe na muguse kwenye kikengele ili uwe wa kwanza kupokea notification zetu, na ulike ili hizi habari zetu zije zikafika kwa watu wengi. Asante.